Wanachama wa Chadema sasa hivi wamekataa unyumbu, na ndio maana wamejitokeza kumwambia Heche ukweli. Wewe bana Heche, toka jibu tuhuma zako za wizi wa tone tone, wizi wa hela za ruzuku, wizi wa pesa za wadau. Umechukua pesa za wadau, alikupeleka Lema, akakupeleka Sugu, umewagawa shilingi ngapi? Mwisho wa siku jibu tuhuma zako. Na ndio maana wanachama wanasema kama kweli wewe ni msafi, kaa pembeni kidogo, alafu jisafishe, chama kikusafishe kwamba wewe kweli ni msafi. Lakini kwa sababu wewe ni jasusi, ni mwizi uliyejivika ngozi ya uzalendo, wanachama wako wanajitokeza. Hebu jitafakari, yani Heche angekuwa anajitafakari, kwa sababu tokea mzee Makani, nenda mwenyekiti wa pili ambaye ni mwenyekiti wa kwanza ambaye ni mzee Mtei, mwenyekiti wa pili Bob Makani, mwenyekiti wa tatu Freeman, mwenyekiti wa nne ambaye ni Lissu ambaye ni yeye kwa sasa hivi kwa sababu Lissu yuko Zero. Leo mwenyekiti wa taifa ambaye ni makamu mwenyekiti unatukanwa na wanachama wako. Jitafakari, jione, achana hao unaokutana nao njiani. Hata mimi nikitoka na gari nikutana na watu njiani nikawasalimia, wanasalimika tu. Nikaitisha mkutano wa ndani, wanakuja na wanawasalimia, sehemu wanajaza tu kila sehemu. Mimi nazungumzia viongozi wako wa kanda Heche, viongozi wako wa mikoa, viongozi wako wa wilaya, viongozi wako wa kata, wanakutukana kila siku. Maana yake wewe ni kiongozi dhaifu. Yaani John Heche wewe ni kiongozi. Sasa unajidai unapandisha mishipa, unatukana kila mtu, sijui nini, ili taifa wewe unaweza kuleta maendeleo ya wapi? Umekaa kule Tarime, umekuwa mbunge Tarime miaka 5, umekuwa diwani Tarime. Umefanya nini zaidi ya unafiki, kuchonganisha koo, kuvuruga watu, kuchanganya watu tu? Umekosanisha kule watu Tarime, hawaelewani. Mimi nimekuwa na Heche. Uchaguzi wa kwanza wa Bavicha taifa kumpata mwenyekiti tulifanyia Kizi Hoteli miaka 2012. Akapigwa na Kafulila, mwenyekiti wa PPP, sasa hivi mkurugenzi. Akaja TPA pale, akapigwa. Wakati anaenda kupigwa uchaguzi, wakang'olewa wagombea wenzake ambaye walikuwa kama 6, wakang'olewa ili abaki yeye mwenyewe. Kwa hiyo Heche akabebwa, lakini yule aliyembeba mpaka akafika hapo, aliyembeba ni Freeman. Wakati anagombea mwenyekiti katengeneza mazingira ya kumtukana Freeman. Mpaka leo huyu jamani mchonganishi, amechonganisha kule Bavicha, amechonganisha koo Tarime, amekuja kuchonganisha huku kwenye uchaguzi wao mkuu. Freeman anatukanwa tu kila siku, jamaa yupo. Kwa hiyo ndio maana mimi nawaambia Watanzania, John Wegesa Heche, wanachama viongozi wako hawakutaki. Hivi tuseme kila siku wanaibuka. Nimepigiwa na watu wa Katavi, nimepigiwa na watu wa Sumbawanga, nimepigiwa na watu wengi simu. Hawakutaki, wanasema wewe ni kiburi, wewe ni jeuri, unajiona unajua. Chama kinataka utulivu. Mliahidi kwenye uchaguzi kwamba baada ya kuchaguliwa mtapeleka ruzuku kule chini kwenye matawi. Mlimsema mwenzenu apeleki ruzuku. Aya, ninyi leo ruzuku haijafika. Wanachama wanasubiri, kila siku ni migogoro tu. Kila siku wewe, yani wewe ndio kisemeo tu. Wewe ndio unataka kuongea kila siku. Kila siku unataka kuongea. Wanachama wa Chadema hawakutaki John Wegesa Heche. Ona aibu, wanasema toka, pisha tuhuma ili ujisafishe. Lakini kibri na ujeri wako hautakusaidia.